Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 13, kipindi cha kawaida mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Amosi sura ya 7 aya ya 10 hadi 17. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 8. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alipanda chomboni, akavuka, akafika mjini kwao. Na tazama, wakamleta mtu mwenye kupooza, amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mwenye kupooza, "Jipe moyo mkuu, mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Na tazama, baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao, "Huyu anakufuru." Naye Yesu, hali akijua mawazo yao, akasema, "Mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Kwa maana rahisi lipi, na kusema umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe." Anamwambia yule mwenye kupooza, "Ondoka, jitwike kitanda chako uende nyumbani kwako." Akaondoka, akaenda zake nyumbani kwake. Makutano walipomuona, walishikwa na hofu, wakamtukuza Mungu aliyewapa watu amri ya namna hii. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa katika Kristo, Injili ya leo inaeleza tukio la Yesu anarudi mjini kwake, na watu wanamleta mtu aliyepooza akiwa amelala kitandani. Mtu huyu hakuweza kutembea wala kujisaidia. Alikuwa amepoteza matumaini. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Yesu hakuanza kumponya mwili wake. Badala yake alisema, "Jipe moyo mwanangu, dhambi zako zimesamehewa." Haya ni maneno ya kwanza kabisa ambayo Yesu aliona ni muhimu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anajua kwamba ugonjwa mkubwa kuliko magonjwa yote ya mwili ni ugonjwa wa dhambi. Mwili unaweza kuugua na kupona, lakini roho ikifa kwa sababu ya dhambi, maisha ya mtu yanakuwa mbali na Mungu. Ndiyo maana Yesu alianza kumponya moyo kabla ya kuponya mwili. Katika maisha yetu kila siku, mara nyingi tunamuomba Mungu atupe pesa, afya, kazi, mafanikio na ndoa njema. Haya yote ni muhimu, lakini je, tunamuomba pia msamaha kwa dhambi? Tunamuomba mioyo yetu aisafishe? Yesu anatukumbusha leo kuwa neema ya kwanza tunayohitaji ni msamaha wa Mungu. Katika Injili hii tunaona pia watu wanamleta mgonjwa kwa Yesu. Hawakukata tamaa, walimchukua na kumfikisha kwa Bwana. Watu hawa walikuwa na imani ya kweli. Pia imani yao haikubaki moyoni tu, bali inaonekana kwa matendo. Unaweza kuwa sababu ya mtu mwingine kumkaribia Kristo kwa sala zako, ushauri wako, mfano wako mzuri, na hata kumkaribisha kanisani. Pia kulikuwa na waandishi wa sheria waliomhukumu Yesu mioyoni mwao. Walisema, "Huyu anakufuru." Hawakutaka kuona miujiza, walitafuta kosa. Mara nyingi nasi tunaweza kuwa kama wao. Badala ya kufurahia mafanikio ya wengine, tunakosoa. Baada ya kuona wema wa Mungu, tunaona mabaya tu. Mioyo ya namna hii inatuzuia kuona matendo makuu ya Mungu, na pia Mwenyezi Mungu hatubariki. Utashangaa mwenzako anaendelea kufanikiwa, lakini wewe sala zako hazijibiwi. Basi wapendwa, tuwe watu wa furaha tunapoona mwenzetu anafanikiwa. Tupige magoti kumshukuru Mungu mafanikio ya ndugu zetu, na huku tukiamini kwamba hata sisi siku moja Mungu atatubariki zaidi. Yesu akiwa anafahamu mawazo yao, aliwauliza, "Kwa nini mnawaza mabaya mioyoni mwenu?" Mungu haangalii maneno tu, anaangalia hata mawazo yetu. Hivyo tunaitwa kutakasa si kwa matendo yetu pekee, bali pia fikra zetu. Moyo safi ndiyo mahali ambapo Mungu hupenda kukaa. Moyo ambao una upendo, amani, furaha, utu na wema, na sio moyo wenye majivuno, chuki
hasira, ugomvi. Ndiyo maana tunashauriwa kabla ya kuomba au kusali tunapaswa kujisafisha, kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, ndipo tumpelekee maombi yetu na sala zetu, naye atatujibu. Baada ya hapo Yesu aliwaambia yule aliyepooza, simama, chukua kitanda chako uende nyumbani kwako. Mara moja yule akasimama. Kitanda kilichokuwa kimembeba sasa ndiye yeye anakibeba. Huu ni ushuhuda kwamba Yesu anaponya, anakupa nguvu ya kushinda kile kilichokuwa kinakutawala. Pengine kuna mtu leo amepoozwa, amelemewa na chuki, hasira, wivu, tamaa, ulevi, uongo na kukata tamaa. Habari njema ni kwamba Yesu bado anasema jipe moyo. Hakusema jipe lawama. Hakusema huna thamani. Alisema jipe moyo. Mungu wetu ni Mungu wa matumaini na si Mungu wa kukatisha tamaa. Ndugu wapendwa, kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, mitandao mingi ya kijamii imejaa habari nyingi zinazovunja moyo, zinachochea ugomvi na zinapoteza muda. Lakini sisi wa Kristo tumeitwa kuwa watu wanaoeneza tumaini na upendo wa kweli. Ujumbe wa Kristo uwe ndio unaotoka katika maisha yetu, iwe ana kwa ana au kupitia simu zetu. Mwishoni mwa Injili hii tunasikia habari za umati wa watu wanamtukuza Mungu walipoona muujiza huo. Hilo ndilo lengo la maisha yetu. Tunapopokea neema za Mungu, tusiziweke kimya. Ushuhuda wetu uwafanye wengine wamjue Mungu na kumtukuza. Mwisho, leo tujifunze mambo matatu katika Injili hii. Yesu anajali zaidi kuponya roho kuliko mwili. Msamaha wa dhambi ni zawadi kubwa kuliko zote. Pili, imani ya kweli huonekana kwa matendo na inaweza kuwa daraja la kuokoa wengine. Tatu, hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Hivyo wapendwa, tusiogope kumkabidhi Yesu Kristo maisha yetu. Hakuna mzigo mzito usioweza kubebwa na Yesu. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Anton Temu wa shirika la misionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Damu ya Yesu inatukinga na majanga yote yatusibuyo. Damu ya Yesu ni damu takatifu, ni damu ya thamani yenye kutuliza